Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini moja kati ya taarifa tuliyokuwa nayo ni kwamba makombora yanayohusishwa na Oreshnik yameshambulia huko nchini Ukraine. Urusi inadaiwa kutumia makombora yake ya Oreshnik katika kuishambulia Ukraine. Ni kile ambacho wachambuzi wa mambo walitaja kwamba ni mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin kutumia nguvu kubwa sasa kwa ajili ya kumaliza vita hivyo. Video ambayo haikuthibitishwa iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha shambulizi la kombora la Kirusi la Oreshnik magharibi mwa taifa la Ukraine. Katika mwendelezo wa operesheni zake za kijeshi huko nchini Ukraine, Urusi inadaiwa imetumia kombora hili la Oreshnik miongoni mwa kombora yake ya kisasa zaidi na makombora hatari ambayo mashambulizi yake ni nusu ya shambulizi la nyuklia. Picha za CCTV zilizoshirikishwa na RAI Novosti siku ya leo Ijumaa zinaonyesha makombora angavu yakitua katika eneo la Lviv la Ukraine ambalo linapakana na Poland. Maafisa wa Urusi hawakuthibitisha shambulizi hilo. Meya wa Lviv Andriy Sadoyov alisema kipande cha miundombinu muhimu kilipigwa vibaya. Vituo vya habari vya Telegram vya Urusi vilipendekeza kwamba kombora hilo lilipiga kituo cha gesi cha chini ya ardhi katika jiji la Stryy, karibu kilomita 60 kutoka Lviv. Iwapo itathibitishwa, itakuwa mara ya pili kwa Moscow kutumia kombora lake jipya zaidi la ballistic lenye uwezo wa nyuklia nchini Ukraine. Mnamo Novemba mwaka 2024, Urusi ilifyatua kombora la Oreshnik kwa mara ya kwanza katika kiwanda cha silaha huko Dnipro, katika kile ambacho Moscow ilielezea kama jaribio la kupambana lililofanikiwa. Kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, makombora yalikuwa yamewasilishwa kwa mshirika wa karibu wa Urusi, Belarus, ambayo sasa inamiliki makombora hayo. Hata hivyo, kuna baadhi ya mataifa ambayo pia ilidaiwa huenda yangepata makombora ya Oreshnik. Moja kati yao ni pamoja na Venezuela iliyofanyiwa shambulizi kubwa na wa Marekani. Mtazamaji wa The World News, hii ni kile kinachoendelea huko nchini Ukraine katika vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo siku ya leo Ijumaa inadaiwa kwamba kombora la Oreshnik linadaiwa huenda limetua katika maeneo karibu na mpaka wa Poland. Kombora la Kirusi, kombora la kisasa na kombora ambalo linatajwa ni kombora hatari mno. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Tutakujuza zaidi ni nini ambacho kimejiri kutokana na shambulizi linalotajwa kuwa ni la kombora la Oreshnik.